Vile mnasikia mwenzangu akisema, nimetangulia kuimba wimbo ya kwamba nitume Bwana nitume, milimani nitaenda, kwenye milima nitapita, mabondeni nitavuka. Hayo ndio mabonde, hiyo ndio milima, na hayo ndio milima. Sio rahisi. Unapopata na ujana, changamoto zinaanzia siku ile ile. Kwa sababu mimi mume wangu alipoanza, niliambiwa kwamba nimemuoa, alikuwa mtaji. Na hata wakati anazikwa, security yote ilikuwa pale. Kwa sababu ninaambiwa nimemuoa. Mpaka leo sijawahi kulipa hiyo roho tena. Mtoto wa kwanza alikuwa darasa la 6, wa pili alikuwa darasa la 4. Na sijaongeza mwingine tena. Kwa sababu nilikuta niko na kazi ya kufanya, watoto hawa wasome kama wale wengine, watoto hawa wale mshikora kama wale wengine, watoto hawa wale mahali pazuri na wavae vizuri. Kwa hivyo niliconcentrate na watoto. Mtoto wa kwanza sasa hivi amemaliza orthopedic trauma kwa sababu ya kugonga milango na kuketi kumwomba Mungu, kumwambia Mungu naomba uje ili nisiaibike. Kwa sababu nikiaibika, ule Mungu umeaibika. Na ibada iliyo safi ni kumtumikia Mungu na kutumikia wajane na mayatima. Kwa hivyo safari ya ujane, immediately tulipozika, hata chakula sikupatiwa siku hiyo. Kwa sababu alisema nimemuua mume wangu. Na alikuwa kupatiwa sumu. Na wajua kupatia sumu si watu wa mbali, ni watu wa karibu na yeye. Kwa sababu alikuwa mtu wa bidii na pia mimi nilikuwa mtu wa bidii sana. Kwa hivyo tunapozungumza hizi changamoto za ujane ambazo wajane wengi wamezipitia na wengi wakaamua kunyamaza, sio kwamba tunahitaji huduma. Tunahitaji kuona ya kwamba sheria zimetengenezwa na mikakati iliyo kamilifu itakayoweza kupatia mjane heshima katika jamii zetu Kenya mzima. Tuone ya kwamba mjane anapofiwa haitakuwa ni kicheko katika jamii, haitakuwa ni kusimama katika jamii, haitakuwa ni kama mjane ananuka katika jamii. Ukifika mahali wako wanakutoroka, ukifika mahali wako wanakusengenya, ukifika mahali hata viongozi pia hawaelewi mjane anapitia nini. Na ndio maana huwa naambia Mungu nitie nguvu nikapata kulizungumza hili jambo kwa ufasaha na kwa ujasiri, ili waweze kunielewa ya kwamba mjane ana haki sawasawa na wale wengine katika jamii. Kwa hivyo huwa ninaambia watu mara nyingi, unapomwona mjane karibu na wewe, mpatie bega aweze kutegemea. Simama pamoja na yeye na ataweza kuona ukuu wa Mungu na atasimama tena na aweze kuendelea na maisha kama kawaida. Kwa sababu mimi nisingepatiwa ile support. Nakumbuka baada tumetoka mazishi, nilikuta kila kitu kimeibiwa kwa nyumba. Walisema mchukua vitu vya dunia. Na niliingia kwa hiyo nyumba ikiwa haina kijiko, hakuna sufuria, hakuna jikoni. Kila kitu kimeenda. Lakini umbali huu nimefika. Nashukuru Mungu kwa sababu nimesimama na Mungu, watoto wanaendelea vizuri. Na hata nilipokuwa ninakuja jana, tulikuwa mahali tukizika mjane. Na yale mambo tumeona, tumeshtuka. Pesa ile yote imetolewa. Familia ya Bwana walisema, na Bwana alikufa zamani, mama ameishi peke yake, amelea watoto wake peke yake. Lakini ile pesa yote ilikuwa imetolewa, familia walisema leteni hapa. Ulisema mmoja ambaye alikwenda akachukua ile pesa, akaambia yule kijana, Karisa, jipe moyo, tutasimama na wewe, na akachukua ile pesa na wakaondoka. Kwa hivyo watoto walipobaki pale bila ile pesa wakawauliza, tena kwa ukweli. Kwa hivyo wameacha mama yao pale, wakarudi nyumbani wakiwa hata nyumba hakuna, hawajawahi kujenga, na wanakuwa na wale watoto. Lakini sasa ndio wameenda. Watoto tunabaki kupitia hali nyingine ngumu zaidi. Kwa hivyo ujane ni mzito. Na ndio maana tunakaribisha mashirika tofauti tofauti, CS wetu Madam Hana, kama ulisikia tumezungumza kwa vyombo vya habari kutoka Kilifi County, mimi nilikuwa nikimpongeza rais wetu kwa kuweza kukumbuka mjane na mpatie nafasi na anaelewa zile changamoto ambazo tumezipitia. Wajane wako tofauti tofauti. Kuna wale wako chini kabisa, kuna wale ambao kama sisi, kuna wale ambao ni wale ambao kuna uwezo mkubwa, wanaweza wakashikilia wengine, na tukawa na mashirika
ambayo atawezeshwa, tukawa na SACCOS ambazo zitawezeshwa, tuache kuchekacheka. Wakati tunaona wenzetu wanainuliwa, tunajua pia sisi tunaweza. Kwa hivyo nataka kupeana mwaliko rasmi. Karibuni sana Kilifi County, tunawakaribisha muje muone kile ambacho mjane anapitia, kwa sababu siku ile si kusherehekea tu, tunazidi kupaza sauti kwa watu tofauti tofauti, mashirika tofauti tofauti waweze kujua ya kwamba ni siku ya mjane ambayo ana changamoto nyingi anazozikumbuka. Na wakati tunapokumbuka zile changamoto, ni kipi kile ambacho serikali itapeana surety kwa mjane Kenya nzima kupitia hiyo event ya Kilifi County, ili tuweze kuona ya kwamba maisha ya mjane yatakuwa ya heshima, yatakuwa ya kuheshimika, na hata nikipita mahali kama Prudence itakuwa najivunia nikisema hakika ninamuona Mungu akiwa upande wangu. Asanteni sana, tunakushukuru sana madamu. Tarehe 23 mwezi wa 6 ndio tutakuwa na hiyo kididi. Tarehe 21 tutakuwa na free medical camp. Tarehe 22 tutakuwa na Widows Economic Empowerment. Kwa hivyo hapo mashirika yote ambayo atakuwa anaweza kuja kufadhili mjane, tunawakaribisha uje. Na siku ya 3 ndio tutakuwa sasa kilele cha kupaza sauti, tukikataa dhuluma ya aina yoyote kwa mjane, tukisema ya